Mimi namuona kama mpumbavu, hana akili. Morris. Morris. Oya, Morris. Morris. Kwani unadanganya Morris? Hapana. Hapana, haiko hivyo. Haiko hivyo. Na kwenye hili na kuahidi sitakuacha salama. Naomba unisamehe. Kwani unadanganya? Naomba unisamehe. Kwani unadanganya Morris? Hapana. Wewe Morris unamwomba msamaha nani? Hapana, haiko hivyo. Morris. Lazima nawe nikumalize. Naomba unisamehe. Kwani unadanganya Morris? Vipi? Sidanganyi. Naomba unisamehe. Oya, Morris. Oya, baba. Morris atakuwa na shida. Sasa hapa anamwomba msamaha nani? Namna hii dunia kaikuta yeye anapagawa. Je, ingemkuta yeye? I say, au kapita maskani wamemtembezea nini? Sema sio issue swala, ngoja nitalifuatilia. Bora nimekuona. Vipi? Mkewe kwa? Vipi, kwani kuna tatizo? Sitaki vipi kujua vipi au vipi. Mkewe yuko wapi? Hivi nyewe mnanichukuliaje kwanza? Mnanichukuliaje wewe na huyo mke wako? Piga simu hapokei, mara hapatikani, lazima simu kabisa. Nikipiga simu naambiwa inatumika, mara haipatikani. Si unaelewa? Na mkeo mimi na shida naye, anadaiwa. Anadaiwa nini? Anadaiwa hela za vikoba. Kwani hakukwambia? Kulipa hataki. Halafu mnashirikiana huko, mnafichana huko ndani. Na wewe shemeji yako. Nimemfuata saa hizi kule, ananiambia sijui, kanipigia ngonjera ambazo sizielewi. Ndio maana nimekuja kwako, uniambie mkeo yuko wapi. Umemfuata Lolo? Ambacho hujaelewa kitu gani hapa? Sawa. Sasa hivi ina maana kwamba kumbe Nonje kuna michezo ambayo alikuwa anacheza? Usiniulize hilo, sio swali la kuniuliza mimi. Hilo swali itakiwa upige simu kwa mke wako muulize. Ila mimi nachojua mimi namdai mke wako. Nataka hela yangu. Hii shida sasa. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Nonje amesafiri. Na hisi kama inaenda wiki sasa hivi. Kwa hiyo kuhusu swala la kwamba kusio pesa atakaporudi, na hisi kama tutakaa chini alafu tutaongea, tutajua ni namna gani ambavyo tunaweza tukafanya malipo. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Usiniambie mimi nisijali, mimi huko watu wananidai. Wananidai mimi kwa sababu mimi ndo najulikana. Si unaelewa? Kila day watu wananifuata. Na mimi ndo nakuja kama unavyoniona. Nitoka huko na kuja nyumbani kwako nije kukwambia. Nataka hela yangu. Mkeo kasafiri, wewe lipa. Si mke wako wewe na yeye si mwili mmoja? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitakutafuta. Hivi ninavyokuambia nenda nyumbani. Ninapoenda huko nyumbani, sasa hivi siji kwa uzuri, nakuja kwa ubaya. Si unaelewa? Mapanga hapa. Fijola naenda kukata sasa hivi. Jioni nakuja na Kigoma, palapanda kama lote. Si unaelewa? Jioni nikirudi nikikuta mlango umefunga tunavunja. Tunaingia ndani tunachukua cha samani naondoka. Leo hili, kesho lile. Leo hili, kesho lile. Alafu huyo anasema kwamba ametoka kwa Lolo. Huyo Lolo hajalopoka kweli huyo? Na vile alivyokuwa mbea, anashindwa kuziba kufunga zipu ya mdomo wake. Sababu Lolo amekaa mbea sana, akipewa strawberry tu analopoka. Na wasiwasi itakuwa kuna jambo amemwambia.
Karibu, geti liko wazi. Asante. Karibu mwanangu. Asante. Karibu sana. Asante. Bwana amekukuta. Kwema kweli kwa ulipotoka mwanangu? Kwema, tushika mama. Marhaba, karibu. Asante. Kuna habari gani huko mwanangu? Nzuri tu hivyo hivyo. Kuna nini tena? Yaani shangazi. Nilikuwa huko chuo. Tukapewa likizo tukaambiwa turudi nyumbani. Likizo kama siku 3 hivi 4. Kwa hiyo akaniambia njoo tu nyumbani utanikuta. Nikaja nimefika dipa nyumbani nikamkuta hayupo. Nikaenda kwa Shemusi maana alikuwa hajaacha funguo. Nifika kule nikamwambia Shemusi akachukua funguo akasema alipita. Akaingia na kuchukua funguo. Kaenda nyumbani. Siku ya kwanza shangazi. Siku ya pili dada aonekani. Nikaenda kwa Shemu, nikaenda kumwambia. Shemeji ananiambia aje? Labda atakuwa msafiri. Kwa tusubiri. Sasa kitu kama hicho kinanishangaza, anasafirije mtu simu haipatikani? Na bila kutoa taarifa. Sio kaida yake. Siku ya 4 mpaka siku ya 5 mpaka siku ya 6 naenda tena kwa Shemu namwambia. Shemu ananiambiaje? Ameniambia amesafiri. Nimpigie simu zake. Alimuaga kama anasafiri. Yeye anasema inawezekana ikakuwa ana uhakika. Inawezekana. Nikamwambia sasa inawezekana akakwambia amesafiri. Sasa mimi dadangu mimi namjua. Amesafirije bila mimi kuniambia? Yaani na kwa ajili nasafiri siku zote hizo. Simu isipatikana ananiambia mtandao unasumbua. Mtandao unasumbua siku zote hizo. Anakujibu Morris. No. Nikakaa siku ya 6 7 mpaka leo ya 8. Tiani. Shemeji ukikutana naye. Yaani unashamwona yule mtu alichanganyikiwa shangazi. Mara ukikutana naye mara chakachaka ovyo ovyo, mara kimbia, mara ananiogopa tena mimi ananiogopa mimi kama mtu ambaye natisi. Pole sana mwanangu. Pole sana. Sasa hapa cha kufanya itabidi mimi nimpigie simu Morris. Nimuite. Aje nizungumze naye. Tujue tunafanyaje kuhusu swala la mkwe wangu. Na yeye amekaa kimya siku zote hizo kweli. Ana wasiwasi na mtoto wa watu siku 8 mtu hajaonekana. Yeye amekaa tu kimya. Yeye mwenyewe Morris alishakwambia ameshaanza kutoa taarifa kwenye labda kwenye vyombo vya habari au polisi. Kwenye vyombo vya habari tena? Ndio hata kusikia. Nikienda kumwambia mtu yoyote tu ile jambo lolote tu ningeenda kumwambia kuhusu dada, analalamika. Siku moja nikamwambiaje? Shemeji unaonaje tunde tukatoe taarifa kituo cha polisi? Akasemaje? Akasema tena alikuja juu akaanza kunifukia. Hamna, huyo ni mtu mzima. Hizo kituo cha polisi ndio nakwambia. Anakwambia na siku ngapi? Siku 3, siku 4, siku 5 inahusiana nini? Wewe tulia. Kana kumwambia mtu mwingine anakufokea kweli. Ana hata mwenyewe nimekwambia hivi. Taanza kulalamika. Kwa sababu mwanadamu sio kuku. Hawezi akapotea siku 8 nzima watu tukae kimya. Hivi nafikiri jamii itatuchukuliaje kama akipata matatizo? Pole sana mwanangu. Yaani hapo kwenye shangazi nimevurugu. Dadangu haonekani na hapo kwenye likizo imeisha ndio kirudi chuo nimeenda tena kuomba kwamba nikae kama hata wiki moja hivi. Siku zenyewe ndo zinaenda dada haonekani na huko chuo kwenye nadaiwa ada. Yaani ndo nachanganyikiwa. Pole sana. Pole sana mwanangu. Ila mimi naamini sote walifanya kazi tutampata tu. Na Morris atajua wapi alipo tushirikiane, tujisiane kumtafuta kama tutampata tu. Mbona ubakia tegemezi langu shangazi? Hamna shida mwanangu. Tutashirikiana kwa namna yoyote mpaka tujue hatima ya dada yako Nonje. Mimi naamini kwa uwezo wa Mungu itawezekana. Tutajua hatima ya dada yako. Na wenzio wa vikoba huko waliwaulizia kuhusu kama wamemuona au wametaarifa zake. Shangazi huko ndo achana nako huko amenifuata kina Daana ambao walikuwa wamekopa huko kwenye vikoba zao. Wamenichamba mpaka mwisho. Yaani ndo anataka hela zao na huko ndo haonekani kabisa. Yaani marejesho mpaka leo hajapeleka. Daana ndo anashikilia yale marejesho anatoa hela za watu. Yaani ndo amekuja amenichamba kweli kweli. Yaani hapo kwenyewe nakaa kwa machale. Nyumbani kwenyewe sikai kwa amani lakini kuto ile dada yule atanimiza. Pole. Tutaifanyia kazi mwanangu kuwa na amani. Mimi nitamuita Morris, tazungumza naye, tutapofikia nitakujulisha. Itakuwa ni vizuri shangazi na kutegemea wewe. Pole mwanangu. Basi haina shida. Mimi nitamuita Morris, nitampigia simu aje tuzungumze, tujue jinsi gani ya kufanya. Kama kuna uwezekano kumpata, tutampata, kama tusipompata tutatangaza kwenye vyombo vya habari, tujue jinsi gani ya kumpata dada yako. Tutaweka sawa. Mimi sasa nikamwangalia huko kwa rafiki yake. Karibu. Bye. Karibu mwanangu. Karibu. Karibu
mdogo wangu Chusi. Asante sana blaza. Karibu nyumbani. Nielekeze mdogo wangu. Blaza mvua kwako. Maana unakumbuka kuna kipindi uliniambia kama kuna shida yoyote, tatizo lolote litatokea nije nipate bwana. Ila mimi na taarifa mpya. Niambie habari gani unapata mdogo wangu? Blaza una habari kama kiasi moja sana nipotea. Hiyo habari wewe so mtu wa kwanza kuja kunipigana. Matukio alikuja maskani kwangu, alinikuta nimekaa na marafiki zangu wanangu tunapiga stori zetu hivi na maisha mengine yakiendelea. Akaja akaniambia bwana, nimepita Kimembuzi nimekutana na bwana Morris na Chuse. Ila mazingira niliyokuta walikuwa kama wanalumbana hivi. Na mimi mpaka nikamlaumu matukio, bwana, kwa nini unachukua simu kunipigia mimi? Nije hapo Kimembuzi nijua nafanya nini kuhusu bwana Morris na Chuse. Kwenye hizo harakati ambazo sizielewi kuhusu Morris, nikamlaumu sana, lakini akaniambia ukiacha hilo kuumbana kwenu. Kanambia mke wake amuone kapotea. Nikamwambia mpaka nikashangaa, kapotea? Kwa maana wewe Chuse unakuja kwangu leo. Kwa maana habari hizo jana mimi matukio aliniambia. Na wewe leo unakuja mdogo wangu Chuse kuniambia. Na mimi pia jana kipindi naenda kwenye harakati zangu. Njiani nilikutana na bwana Morris anakimbia kashika viatu mkononi. Kila nikimsalimia anisikii wala anielewi. Kanipita speed, mimi nikabaki kushangaa sana mdogo wangu Chuse. Ndio nikaja kuamini kweli Morris ana matatizo makubwa, inabidi mimi kama kaka nimsaidie Morris. Na nikifanya masiara nitampoteza Morris. Hivi ninavyokuambia blaza. Yaani mimi na Morris sasa hivi yani hadi kwa rafiki Morris anakataa. Yaani nisishirikiane naye kwa jambo lolote. Yaani utataada siku unaweza tunatoka tunaenda zetu labda yani mimi ukaona hatujasalimiana usishangae, yani kuna tatizo kubwa pia. Ndio yani ni hiyo. Sasa umesikia Chuse? Wewe Morris mazingira yake kama unavyoyaona, wewe ni akili zako timamu. Sawa. Yule usimchukulie vile alivyo kama wewe. Wewe inabidi uishi na hivyo hivyo, mradi tujue nini kinamsibu. Mimi kama kaka nijue namsaidia vipi mdogo wangu Morris. Sawa, lakini wewe ukisema si nini na nini nimkatae nini utakopo unaongeza tatizo. Na wakati yule mtu pale alipo na matatizo, inabidi mimi kama kaka nijue namsaidia vipi bwana Morris, kwa sababu ile hali nilokutana jana kashika viatu mkononi kanipita speed, kila nikimsalimia nikimuita anielewe. Mimi mwenyewe kama kaka nilishangaa sana. Ana kawaida ile. Poa blaza, mimi bwana nilikuja habari hizo tu. Basi sawa mdogo wangu, mimi nashukuru. Mimi mwenyewe nimerudi hapa kama Mungu amenikuta. Nilikuwa nataka nilale hapa. Bahati nzuri umekuja tumepiga story umeniambia hayo mazingira. Basi nashukuru, mimi kama kaka nitajua nimsaidie vipi mdogo wangu Morris. Inabidi nimsaidie mdogo wangu. Wale ana shida kubwa. Basi sawa, karibu mdogo wangu. Shangazi. Oh mwanangu. Haya habari za hapa? Salama, karibu mwanangu. Haya shikamoo shangazi. Mahaba za huko. Salama kwema. Kwema, karibu mwanangu. Haya naona harakati za biashara zinaendelea. Karibu babangu. Haya asante. Karibu kaya. Asante. Biashara inaendaje? Tunamshukuru Mungu. Karibu. Shangazi. Ndio. Uliponipigia simu ukaniambia kwamba unanihitaji. Niliona kwanza nije hapa kusikia wito wako kwa sababu kuna vipengele vingi nilikuwa nafanya lakini ilibidi nistopishe kwanza nije kwako shangazi. Mwanangu mimi Morris jambo kubwa hapa kuhusu swala la mke wako. Maana nimepokea taarifa kwa tofauti na hajulikani alipo. Sasa wewe hujanifikisha mimi taarifa, wao hujaenda kwa mjumbe wala polisi. Je, hili swala wewe unalichukuliaje? Unaona kitu cha kawaida au unalichukuliaje katika moyo wako? Unajua shangazi, usione mimi sijakupa taarifa ukahisi kama labda nina makosa juu ya hili swala. Hakuna shida yoyote ambayo imetokea shangazi. Mimi haliwezi kutokea tatizo alafu nikaacha kukwambia wewe shangazi, kwa sababu najua kabisa kwamba mimi sina mzazi mwingine yoyote ambaye namtegemea zaidi yako wewe shangazi. Mimi babangu amefariki, mamangu amefariki. Kwa hiyo sina mtu mwingine yoyote ambaye namtegemea isipokuwa ni wewe shangazi yangu. Sio kweli. Sikiliza Morris mwanangu, sio kweli. Kwa sababu mwenyewe nilistaajabu. Shida imetokea. Wewe umekaa kimya, hujanijulisha, wao hujaenda polisi, wao hujaenda kwa mjumbe. Unafikiri ukipata shida nani atakayehusika? Hapo ulipoona wazazi. Una baba, una mama, mimi ndo shangazi yako. Unifikisha taarifa, unitegemea nini mwanangu? Au mimi unanidharau kwa kuwa wazazi wako washafariki, unasema ndio unaliwe, si ndio?
Shangazi, Mimi sipendi hizo tabia bwana. shangazi haiko hivyo. Lakini alichokwambia huyo aliyekwambia hakina ukweli wowote shangazi, kwa sababu mimi mke wangu amesafiri. Na baada ya kusafiri, siku ya kwanza, siku ya pili akanipigia simu akanambia, mume wangu mimi nimesafiri. Na hii sehemu ambayo nipo mtandao unasumbua. Hata mimi nampigia simu zake hazipatikane. Sasa tunafanyaje ili tujue kama kweli yuko hai au kuna sehemu yuko au amepata matatizo? Utanisaidiaje ili mimi moyo wangu ulizike? Shangazi, kuhusu hilo wala usijali, kwa sababu unajua hapa yenyewe nilitaka kwanza niitikie wito wako, alafu baada ya kuitikia wito wako nikitoka hapa kwanza niende serikali za mitaa nikatoe taarifa, kwa sababu sasa hivi ni kama kuna taharuki, kila mtu anapata taarifa kwamba mwanamke wangu amepotea. Ila itafika time habari zitakuwa mbaya, alafu itakuwa shida. Kwa hiyo inabidi nikatoe taarifa kwa mtendaji, nikatoe taarifa serikali za mitaa, nikatoe taarifa na polisi pia kwamba mke wangu mimi hajapotea ila amesafiri tu. Basi fanya hivyo. Mimi naamini ukifanya hivyo, kama kweli mke wako yuko hai, tutapata sisi pa kuanzia. Kama utakuwa na shida utapata pepa kuanzia. Lakini ukisema ukae kimya, kama ukiwa na shida matatizo yatakuwa kwetu wote kwenye familia yetu. Kweli shangazi. Usipuuze mwanangu Morris. Sawa shangazi. Basi sawa shangazi, mimi nimekuelewa kuhusu hilo, nitafanya hivyo. Na kwa mimi nikitoka hapa shangazi, nitaenda kutoa taarifa na naamini kwamba kila kitu kitakaa sawa. Baada ya kufanya hivyo nitarudi shangazi kukupa taarifa. Mimi nitashukuru mwanangu, Mungu akutangulie bwana kwenda. Karibu mwanangu Morris. Karibu sana. Basi sawa shangazi, biashara njema. Karibu. Asante sana shangazi. Mimi ngoja niende. Karibu mwanangu. Sawa, asante. Haya. Soga nguga hapa. Leo nimekuulia. Afadhali. Usimtolee macho, usimtolee kama hivyo. Kuambia kwanza mke wako yuko wapi? Wewe shida usijifanye unijui, sisi tunataka mke wako. Sema mke wako yuko wapi? Mke wako kakimbia, nakwambia na madeni yetu, nakwambia kakimbia na hela zetu za vikoba. Mwanaume nakwambia mke wako anamjua alipo, aseme kameleka wapi. Mke wako anachukua hela kwenye vikoba, anaenda kutumia, anakula, mnakula, mnanenepea. Kwa sababu gani? Sisi tunataka hela. Nyumbani baba, nataka hela. Hapa hela iongee. Sikiliza. Ana, kwani ngoja. Sitaki maelezo. Kwani mimi na wewe tulishakutana nikakwambia kwamba nitakuja nyumbani tutaongea. Na mimi nakwambia unatupotezea muda. Unakiona hichi? Sijachukua bure. Kali yako kinauza 20,000. Sio unaelewa? Tunataka pesa zetu. Nataka tunachotaka. Yaani na kijola sana kijola, nakuuliza tena kwa mara ya pili. Hivi mnapofunga mlango kule nyumbani, hela zetu mmechukua, hamtaki kuleta marejesho, mnategemea nini? Mnakula, mnanenepeana, mnavimbiana kwa pesa za watu. Kwanza mkipita barabarani, mnaonekana wewe unaonekana mke na mme mmependeza, kumbe nyie hela. Ovyo. Mnatuchukulia. Nyinyi matapeli, tunataka pesa zetu. Yaani leo sitaki kuelewa. Leo nataka hela. Hakuna cha kusikiliza. Kwa sababu gani tunataka? Kwanza mnakula, mnanenepa kwa hela za vikoba. Rudishani marejesho. Ngapi? Usituchukulie poa. Nenda. Na kesho tukila. Wakesho tunakuja. Tunarudi tena. Atatukoma nakwambia. Tukirudi mara ya pili. Mimi nataka hela zangu sasa. Mimi ndio kwanza hela za watu. Sielewi.
Halo, afande Magambo naongea hapa. Sasa mkuu, swala ulilonituma huku nije nipeleleze risasi zilizopotea. Nimejaribu kupeleleza hapa kwa hilo swala hilo hawahusiki. Ila isipokuwa wanauzauza tu vibange vikete hapa, wanaungaunga tu. Ila kuna swala kubwa mkuu ambalo lililojitokeza, swala la mauaji. Na mimi Magambo Christopher, kwa hilo swala la mauaji siwezi kubaliana nalo, lazima nifuatilie mkuu. you.